Kwanza niwashukuru sana viongozi wa taifa letu, akiwepo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unakuja waziri wa mifugo ambaye ni Ali Bashiru Ali, naye mpaka amefika Lemoti sio kitu kidogo. Namshukuru sana pia mkuu wa wilaya wa Monduli. Namshukuru mbunge wa jimbo la Monduli sana Isa Kadoko, na mwenyekiti pia halmashauri na viongozi wengine wote. Siku ile akati tunaanza hii zoezi, tuseme karibia watu viongozi wote wa wilaya wapo. Kuna katibu wetu wa CCM wilaya na ameshiriki mara mbili. Kwa hiyo niseme niwapongeze sana, na hatua ambayo tumefikia kwa leo tena inaonekana kwetu ni dalili mzuri sana. Kijiji cha Lemoti ni kijiji ambayo yuko mwisho, tunapakana na hifadhi ya Tarangire. Si tunapakana na kijiji cha hifadhi ya Tarangire. Lakini wale viongozi wote ajalishi kwamba tuko mbali kiasi gani, ametufikia. Na leo tuko na madaktari kutoka wilayani, wengine wametoka mkoani na wengine wametoka taifa. Ametoka wizarani moja kwa moja. Kwa hiyo na sisi kwamba tunawashukuru sana sana kila mtu, wawe mwakilishi wetu au msemaji wetu kama wafugaji na pia wananchi wa Lemoti. Mimi nimesema mimi ni chombo mdogo sana. Mwenyekiti wa kijiji ni mtu mdogo, lakini watu ambao tumefanywa na serikali kufika Lemoti ni hatua kubwa sana. Kuna madaktari tulikuwa tunadanganya. Maana mimi naleta chupa kubwa nasema na kuja kuchanja ng'ombe ambayo ikiona ile ambayo imeletwa na serikali tofauti na ile ambayo inatembeza na wale madaktari ambayo ilikuwa inatembea mara. Kwa hiyo serikali asibiti madaktari ambayo hajulikani, tutumie madaktari watu wa serikali amana hatudanganyi. Kwa jina naitwa Robert Buruba, ni daktari wa mifugo kutoka kituo cha uchunguzi wa magonjwa wa wanyama kanda ya kaskazini, tunaita ZVC Arusha. Kwa siku ya leo, kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya Monduli, tumefanikiwa kufika katika kijiji cha Lemoti, kata ya Lemoti, kwa ajili ya kuendeleza zoezi la chanjo na utambuzi kufuatia ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi iliyofanyika takriban mwezi mmoja uliopita, ambapo wananchi wa eneo hili waliomba sana kwamba waweze kuletewa chanjo kwa ajili ya mifugo yao, hasa chanjo ya mapafu pamoja na chanjo ya sotoka ya mbuzi na sotoka ya kondoo, ambao hawafuati maadili ya taaluma yetu ya mifugo. Wanafika maeneo haya, wanajitambulisha ni maafisa wa mifugo au ni madaktari wa mifugo, wanaanza kuwachanjia wafugaji chanjo ambazo si salama. Na wananchi wamelalamika sana kuhusiana na hilo swala, lakini serikali sikivu kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi tunacho chombo kinachoshughulika na usimamizi wa taaluma ya mifugo pamoja na huduma zinazotolewa na wataalamu. Na chombo hicho kinaitwa Baraza la Veterinari Tanzania, linalo mamlaka na linazo sheria zinazotusimamia sisi wataalamu wa mifugo. Hivyo wataalamu hawa watakapopatikana na kudhibitisha kwamba wanafanya vitendo ambavyo ni kinyume cha sheria ya veterinari ya mwaka 2008, hivyo watachukuliwa hatua na sheria itafuata mkondo wake ili waweze kuwajibishwa kwa maslahi mapana ya nchi, kuzuia hasara kwa wafugaji wanazozipata kupitia hawa wataalamu ambao kwa jina maarufu tunawaita vishoka.